na dabi. Kwa maana hiyo sasa kama dabi inachezwa mpaka sasa, bingwa bado tunaye. Yaani tulikuwa tunamuona bingwa kama huyo anakuja kuja, lakini sasa mpira huo kwa pani. Bingwa bado hajapatikana kwa sababu mechi ya dabi bado. Lakini pia nilitamani wakati nakwenda kumueleza bingwa, kwa sababu ya kiporo hiki cha dabi kuna uwezekano mkubwa hayupo. Nitaka niwakumbushe Watanzania jambo moja. Unajua akili tumepewa wanadamu wote. Shida ipo katika matumizi tu. Tunashindwa kuzitumia akili katika usawa, na ndio maana kumekuwa na utofauti wa baadhi ya maendeleo, kwa maana ile levels of development kati ya mtu na mtu. Dar es Salaam Young Africans wanachokifanya hiki, kwa namna ambavyo nimekitazama, kwa namna moja mimi nimeingia ndani kwenye engo ya uchumi, huenda ikawa ni pati pia ya ufujaji wa pesa, kwa sababu bajeti ya Dar es Salaam Young Africans ni kubwa sana. Lakini bahati mbaya ama nzuri, Dar es Salaam Young Africans katika mfumo wa uchumi ama katika level ya uchumi kwa ngazi ya vilabu vyote vya mpira viko kwenye kategori moja duniani, vinaitwa non-profit organization. Non-profit organization ni taasisi ambazo hazijiendeshi kwa faida, ikiwemo taasisi kama mahospitali ambayo kazi yake ni kutoa huduma, taasisi kama mashule kwa maana schools. Hizi ni taasisi ambazo kazi yake zenyewe ni kutoa huduma, si kwa maana ya profit maximization. Sasa vilabu vya mpira navyo ni sehemu ya non-profit organization kwa maana ya NPO. Sasa hivi vilabu ambavyo kazi yake kubwa ni kutoa huduma, kutoa furaha kwa wanachama, maana yake nini? Bajeti zao mara nyingi, pesa iliyopangwa kwa msimu lazima itumiwe iishe. Yaani huwa ni mara chache sana kwa ngazi ya vilabu kubaki na bajeti kwamba tulipanga kutumia bilioni 30, halafu tutumie bilioni 10, tubaki na bilioni 20 tuende nazo mwaka unaofuata. Tukasome vitabu vya mapato na matumizi, maana yake wanachama watatucheka sana. Ambacho huwa kinafanyika sasa ni kuhakikisha kama ni bajeti ilipangwa ya bilioni 25, bilioni 26, lazima mwenye timu sasa, hapa tunaangalia kwa sababu akaunti officer wa vilabu ni yule mkuu wa taasisi. Na sehemu yoyote ile account officer ni yule manager, kwa sababu yeye ana issue yale mapato yote. Sasa kinachofanyika sasa, nimejaribu kutazama kwenye engo hii kwamba Dar es Salaam Young Africans, Engineer Hersi anachokifanya ni kuitazama bajeti kwenye hela ambazo Yanga mpaka Machi walikuwa hawajazitumia ni shilingi ngapi. Unakuta zilikuwa kama labda bilioni kwenye bajeti ya bilioni 23 au bilioni 27.